Mwashamu Askofu Mkuu Paulo Luzoka wa Jimbo Kuu la Tabora, washamu askofu wakuu mlio hapa pamoja nasi, washamu askofu nyote mlio tufikia tangu jana na wengine ambao wamefika leo, wapenda sana wakuu wa mashirika kama wapo, waheshimiwa mapadre, waweko wakfu wa kike na wa kiume, seminari wetu, seminari kuu ambao vile vile imefika hapa, viongozi wa serikali, waheshimiwa wabunge na kwa hapa, waamini nyote ambao umefika, sio tu wale wa hapa jimboni Tabora bali na wale wengine waliotufikia kutoka nje ya jimbo letu kuu la Tabora, na wote wenye mapenzi mema, bila kuwasahau viongozi wa dini waliokuja na wakashiriki nasi katika maadhimisho ya ibada takatifu, tukimpongeza na kumshukuru Mwenyezi Mungu katika nafsi ya huyo anayeongea sasa hivi, na tukimshukuru kwa mapaji yake mengi. Mimi napenda nichukue fursa hii kusema asanteni sana, kwanza kwa sala zenu tangu ilipotangazwa kwamba pamoja na hao 20 makardinali wapya tungelipewa heshima hiyo na hadhi hiyo tarehe 30 mwezi wa 9 huko Roma, na mkaanza kusali, mkaanza kunitakia mema, tukasindikizana katika mengi mpaka siku yenyewe hiyo ya tarehe 30 mwezi jana, Mwenyezi Mungu alipotaka kupitia kwa sauti ya huyo Baba Mtakatifu Francisco, ikawa imekuwa hivyo. Walinisindikiza baadhi ya viongozi, Baba Askofu Mkuu Paulo Luzoka iliposema tunakumbuka siku akasema mimi niko tayari nitakupeleka Roma. Ngasema sio na wasiwasi, na nashukuru sana kwamba unataka kunipeleka mpaka Roma kwenye tukio hilo, na wengine ambao walitoka hapa Tabora lakini hata nje ya Tabora, Tanzania pamoja na nchi za jirani, ambao nao tuliungana pamoja tukaenda huko Roma kushuhudia hilo lilofanyika tarehe hiyo. Mimi nawashukuru sana kwa sababu najua ilikuwa ni baada ya wiki 2 tu nimefika hapa ndika tangazo. Sisi tulikuwa hapa kanisani baada ya kupokea sanamu ya Mama Bikira Maria wa Fatima, tumetoka nje tunasubiri basi tukapate chakula, ndio watu wanaanza kupita na simu wanasema kuna mambo ya ajabu hapa. Sema mambo gani hayo? Majina yameandikwa haeleweki, lugha hazieleweki, lakini basi kuna jina la Rugambwa. Basi tunasoma ndio tunajua kwamba kuna hilo ambalo Baba Mtakatifu amtaka lifanyike. Tukarudi kanisani hapa, tukasali, kengele zikapigwa. Tangu siku hiyo mimi kwa kweli nimekuwa nikipokea barua nyingi, ujumbe mbalimbali wa kunimarisha na kuniombea katika hayo majukumu mapya Baba Mtakatifu aliyopenda niachukue. Asanteni sana, hamjachoka. Tulishamaliza hiyo ya kupokelewa hapa jimboni, tukaingia hii jana, ilikuwa ni mapokezi yale ya juu sana. Mpaka leo bado hamjachoka. Sasa kama watu hawakupendi, unataka kuonesha kitu gani ambacho utasema ndio wananipenda? Nafikiri
upendo Mungu aliotuonesha akauleta nasi tukawa nao, ndio upendo huu ambao nanyi mnauonesha. Na mimi niseme ndio upendo huo nitapenda niurudishe kwa Mungu na niurudishe kwenu, kwa wote bila kujali ni nani. Wana kanisa, viongozi ambao tuko pamoja, uongozi wa serikali, hata viongozi wa jadi, hata siamini, mimi niko tayari kufanya kazi naye. Kwanza nafurahi zaidi kufanya na huyo kusudi tutembee pamoja. Kumbe ni furaha kubwa kabisa. Kama alivyosema Baba Askofu Mkuu Ruzoka, mimi ni matunda ya hapa. Nimeanzia shule yangu ya kwanza hapa. Unajua ukishakosea kule mwanzoni umekwisha. Sasa kama mimi nimefanikiwa, nafikiri kwa sababu ya nyinyi wa hapa. Kwa sababu mlilelea vizuri, mkanikuza vizuri, nikatoka hapa baadaye nikarudi tena nikakulia hapa miaka hiyo miwili, mwaka 80 mpaka 82, na nikapapenda Tabora. Sasa na Baba Mtakatifu amependa nirudi tena hapa. Mungu bariki. Ni vizuri nifie tu hapa. Mwabeja sana.